Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Hii ni Machi 30 mwaka 2026. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehivyo wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Mada leo ina kichwa cha somo kinachosema utukufu mkuu wa milele. Imejengeka katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 aya 17. Neno la Mungu linasema, maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Nilielekezwa kwenye utukufu wa mbinguni, kwenye hazina iliyoandaliwa kwa ajili ya waaminifu. Kila kitu kilikuwa kizuri na cha kupendeza. Malaika waliimba wimbo mzuri, kisha wakaacha kuimba na kutoa taji zao vichwani mwao na kuzitupa zikiwa zinang'aa miguuni pa Bwana Yesu mpendwa, na kwa sauti nzuri waliimba utukufu, haleluya. Nilijiunga pamoja nao katika nyimbo zao za sifa na heshima kwa Mwana-Kondoo, na kila muda nilipofungua mdomo wangu ili kumsifu Yesu, nilijihisi hisia isiyoelezeka na utukufu ulionizunguka. Ulikuwa ni utukufu mkuu zaidi na wa milele. Alisema malaika, masalio wachache wampendao Mungu na kuzitunza amri zake na kuwa waaminifu hata mwisho watafurahia utukufu huu na kuwa daima katika uwepo wa Yesu na kuimba na malaika watakatifu. Kisha macho yangu yalichukuliwa mbali na utukufu, na kisha nikaelekezwa kwa masalio yaliyoko duniani. Malaika akawaambia, jiandaeni, jiandaeni, jiandaeni. Lazima muwe na maandalizi makuu zaidi ya mlio nayo sasa, kwa maana siku ya Bwana inakuja, siku kali ya hasira na ghadhabu kuu, ili ifanye nchi kuwa ukiwa na kuwaharibu watu wenye dhambi wasikae ndani yake. Toa vyote kwa Mungu, viweke vyote juu ya madhabahu yake, nafsi, mali na vitu vyote kuwa dhabihu iliyo hai. Inahitajika kutoa vyote ili kuingia katika utukufu. Wekeni hazina zenu mbinguni, asipoweza mwizi kufika wala nondo kuiharibu. Lazima muwe washirika pamoja naye wa utukufu wake ujao. Itawezekana kufika mbinguni kiurahisi sana ikiwa tutakubali kustahimili mateso. Lazima tujikane nafsi siku zote, ifishe nafsi kila siku, mruhusu Yesu tu aonekane na kuutazama utukufu wake daima. Kazi ya wokovu si mchezo wa kitoto, ifanywayo pale tunapopenda na kuiacha pale tunapojisikia. Ni kusudi thabiti, juhudi isiyochoka, ambayo hatimaye itapata ushindi. Ni yule atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokolewa. Ni wale wanaoendelea kwa uvumilivu katika kutenda mema ambao watapata uzima wa milele na thawabu isiyo kikomo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako
wimbi la mawio, saya upweke, majaribu yanaponi andama, maisha pasi utulivu, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka, changamoto zikivuma na kutisha, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, 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 mwamba imara tajificha